Naam, karibu sana. Karibu sana. Tuko saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika Mashariki, tarehe 9 za mwezi wa 6 2025. Hii ni Baraka One TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and all in town DJP. Ndugu zangu, wazalendo wameweza kufanya kazi kubwa kwa hizi siku takriban 3 hivi maeneo ya Katana, tarafani Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini, ambako wameweza kufanya yale ambayo watu walikuwa wanatarajia yafanyike maeneo ya Katana na kuwakunguta vizuri sana magaidi wa M23. Na pia tumeweza kuwakamata vijana ambao wamekuja kujisalimisha kwa wazawaza, wale ambao walikamatwa Bukavu, ambao walikamatwa Goma, ambao walikamatwa maeneo mbalimbali na M23 na kuwapeleka kwenye mafunzo yao huko, baadaye wakatoroka na kuja kuungana. Niliweza kusema kwamba kuna watu ambao wale wa FRDC wote ambao waliweza kujisalimisha kwa magaidi, kwa serikali ya magaidi ya M23, wakapelekwa Rwanda, baadaye wakaja wakaingizwa kwenye centre ya formation ya Rumangabo. Waliweza kurudia wengine zaidi ya kama 1000 hivi, wakarudi kwa FRDC. Na hao nao pia vijana wetu na wao pia wamechoka, wamesema hapana, tunaishi mu rebellion yenyewe hatuelewi iko inatubeba wapi. Kwa hiyo tunaamua kurudi. So ndio mambo mawili ambayo tutakwenda kujadili kwa mchana huu. Big up sana kwa wote ambao mko mnaangalia Baraka One TV. Usikose kushare pia na kusubscribe Baraka One TV. Tuko Facebook, TikTok pamoja na YouTube. Na pia nitoe pongezi sana kwa Dieudonné Butoto, ndugu yetu ambaye ameweza kupata US citizenship. Kwa hiyo sasa hivi huyu jamaa, huyu mshikaji wetu, ndugu yetu, na ni moja ya watu muhimu sana ndani ya Baraka One TV, Dieudonné Butoto maarufu kama Meshaki kutoka Michigan, ameweza kuchukua uraia wa Marekani. Kwa sasa hivi ni raia wa Marekani. Hongera sana ndugu yangu, na wale wengine wote ambao wanafanya mambo yao kule, tuwasiliane. Hiyo ni jambo la maana sana ambalo tutakwenda kulijadili baada ya kuweza kusikiza haya ambayo yako yanafanyika. So karibuni sana, tuungane wote kwa pamoja na twende kama inavyo stahili. Jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Kalehe, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa resama siku takriban 3 hizi zimekuwa ni mfululizo, ni kazi kubwa ambayo iko inafanywa na wazawaza dhidi ya magaidi wa M23, Alliance of Congo pamoja na RDF. Hao jamaa wanakutanana na wakati mgumu, wanakutanana na vipigo ambavyo ni vipigo halali. Sisi kwetu tunasema ni vipigo halali kwa sababu ni wao ndio wamekuja kutuletea blabla zao. Ushelewa? Na hii hapa hatutawaacha kimya. Ni lazima tuoneshe kwamba tupo wanaume na tuko strong na tuna uwezo wa kufanya yale ambayo tunaweza kufanya. So wazalendo waliweza kuamsha popo na kuwafuata magaidi maeneo ya Katana, na hivyo kuweza kuwatwanga. Katika ripoti ambazo tuko nazo ni zaidi ya magaidi 15 ndio wameuliwa. Kwa ngambo yetu sisi ni majeraha tu machache, sio makubwa sana. Mambo yameenda vile ambavyo tulipangilia. Unajua, kwenye mzalendo anapigana siku 3, anatwangana siku 3, anawatonga magaidi ndani ya siku 3, huku bila kulia kwamba tunahitaji silaha, tunahitaji nini. Ina maana kwamba hapa tayari mambo yako yanaenda yanajipanga. Mara mingi tulikuwa tunalia risasi, tunalia bunduki nini. Kwa hiyo unakuta kwamba tunaenda kufanya operation, lakini tuko na insufficiency za mingi. Lakini kwa sasa hivi mzalendo iko na résister 3 jours. 3 jours ya affrontement. Donc kuko deja changement kubwa. Unaona changement pa ni kubwa, na ndo hiki ambacho tuko tunalalamika kila siku. Lazima tubadilishe mfumo wa ulinzi. Unaona? Lazima tujiimarishe, lazima tubadilishe mfumo, lazima tuwe strong kuliko jinsi tuko sasa hivi. Hili ndio litasaidia sisi kuweza kusonga mbele zaidi. So wazalendo waliwatwanga magaidi wa M23 na destination inakuwa ni kuelekea wapi? Kavumu. So muda wote kuanzia hivi
muda wote ile, sababu bado mambo hayajachanganya vizuri. Muda wote mtasikia kwamba Kavumu imerudi mumikono ya wazalendo. Na utakumbuka tu kwamba Kavumu iliingia mumikono ya magaidi wa M23 bila kupigana. Hawakupigana pale Kavumu. FARDC walijiondoa tu, wakaondoka baada ya ile makorruption walipata kipindi kile. So wakaondoka zao, wakaacha Kavumu wazi. Unaona? Magaidi walikuja kuingia Kavumu kuko wazi. Unaona bwana? So waliingia pale kuko wazi. Sio kwamba walipigana pale, hapana. Lakini kwa sasa hivi wazalendo wao wana manifeste volonté ya kutaka kuchukua maeneo yote ambayo yalikuwa mu mikono ya magaidi wa M23. Hili swala ni swala ambalo ni la kipekee sana na linavutia na pia linawapa raia wengi mtazamo wa kipekee. Kuna watu ambao wana support 100% kwamba wazalendo wafanye hima, wafanye kadiri wanavyoweza bila kuchelewa, waweze kuingia Kavumu, waingie maeneo yote ambayo iko mikono ya magaidi, waingie Bukavu, Goma, Minova, kote Nyabibwe, Kanyabayonga, wapi, yani maeneo yote yale. So hili swala ni swala ambalo wazalendo pia wanalifanyia kazi. Sawa? Wanalifanyia kazi na litakwenda kutokea hivyo kadiri jinsi watu wanavotaka, kwa sababu ni raia wao ndio wanasupport wazalendo. Ni raia wao ndio wazalendo. Na wazalendo wako ndani ya raia. Ndio ile ambayo unasikia wanasema kwamba baba yu ndani mwangu na mimi yu ndani mwake. Unaona? Kwa hiyo as long as tuko strong, raia wote kwa pamoja tunaungana, hii vita kwetu itakuwa ni rahisi. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba magaidi wamepigwa vibaya sana maeneo ya Katana, na Katana wazalendo wanafanya vizuri. Na usisahau kwamba tumechukua pia silaha za kutosha. Ile tunakuja tunapiga, tunachukua silaha, tunatulia. Tunapiga, tunachukua silaha, tunatulia. Hizi niliwaambiaga kwamba hizi harakati zitaendelea hivi kila siku. Kila siku tutaendelea kupiga, chukua, piga, chukua, piga, chukua, mpaka watajikuta kwamba wote wanaisha. Msisahau kwamba hivi Rwanda nukurimana ni vilio tu. Ni vilio tu. Avec report ya NBC News na CIA. Sawa? Rwanda wajane hivi ni wengi sana. Serikali iko na lazimisha watu wasiongee. Biko nakamata watu sawa nazika aba peti benye banafia huko. Batachukua kama ni baba kama ni mama, wanaenda tu wanamwambia okay, kama nchuti yawe yafuye muri operation ego tunamzika hapa, kwa hiyo rudi kunyumba. Na uende usiambie mtu na usonge chochote. Kisha sasa wale watu wa Rwanda ambao wanaenda makwao wako wanawekewa surveillance ili waangalie mamuvuma zao. Je, watasema ama watafanyeje? Wanawake wa Rwanda wako wanakaa vikao. Wanawake wajane wanajadiliana tufanye nini? So hii revelation imeweka pabaya serikali ya Rwanda. Kagame hivi iko under pressure. Anytime, any hour utasikia Kagame was removed. Wala usijali ukisikia Kagame was removed, yani ni hivyo, kwa sababu pressure ambayo iko nayo sasa hivi haitampermit kuendelea kuwa tena rais wa Rwanda, maana amewaangamiza wengi. Wenye Rwanda hawasemi tu, hawasemi kwa sababu hawana pa kusemea. Kwa hiyo wanabakia wakiwa wako midomo imefungwa. No, lakini hasara ambayo wanaipata kutoka kwa wazalendo ni hasara kubwa. Na ndio maana unaona Kabila iko nafanya chini juu akonvenki wazalendo. Juu washamwambia kule kwamba si hatuna tena basoda ya kukupatia. Unaona? Chini juu akonvenki wazalendo. Sasa swali ni kwamba wakati Kabila iko ku pouvoir, si alikuwa anapiganisha wazalendo? Mai. Jamani, tuko na mawazo, tunawaza. Wakati politika naambe iko ku pouvoir, huko mtu mmoja wa Katanga aliambia wana Rajabu, huko unakosea sana kumuita huyu bwana Joseph Kabila. Haiko Joseph Kabila, huyu ni politika na mberere. Kama kana mberere kazemerere. Aize, unaona. So, uko namuita politika na mbe, hapana kumuita Joseph Kabila. Bahombafu wengine wanasema wewe uko namuita huyu
huko anamsema Kabila mubaya, ngoja tutakuonesha. Mbafu moyo hivi bakatangiwa moyo. Sasa nikiangalia katika watu ambao wanaisupport B1 TV na ambao wanatutakia mema ni watu milioni 6. Unaelewa? Watu milioni 6. Sasa nyinyi watu kama ni 3 4 ndio mnasema niache kuongea juu ya Kabila. Shame on you. Mlaaniwe. Mnahitaji kulaaniwa kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo. Kabila anaishiwa mpaka iko naanza kukorompre wazalendo. Anasahau kwamba yeye kwenye utawala wake aliwapiga wazalendo, alikuwa anapiganisha wazalendo mpaka kutaka kumaliza. Vita ni Kabila aliweza mene contre mzee William Amuli Kutumba. Ilikuwa ni vita kubwa sana. Marehemu Mamadu alikuja. Anapewa maekipma kila kitu aseme aende ampige mzee William Amuli Kutumba. Lakini Mamadu anasema bwana, wewe huko ndugu yangu, sioni sababu ya mimi na wewe kupigana. Nitakupigia nini? Tutapigania nini? Unaona? Akafafanya masambla tu hivi, lakini walipiganaga kwanza, wakaoneshana kwanza umwamba. Lakini baadaye Mamadu akasema no. Mbona hao watu ni walinzi wa nchi? Ushelewa? Akaelewa na ni patriote watu. Akarudia yake na inaenda. Sasa leo Kabila ndo anaona sasa wazalendo ndo wakorompre. Jamani, huyu jamani Mnyarwanda. Ni Mnyarwanda. Mzalendo mwatakula franga zake. Ajijue. Watu wengi ambao Kabila amewapoteza kwa kupata franga hivi. Leo wako wapi? General Dunia, babu yetu mzee wetu. Saliweza ingizwa kule, akapewa bona ni Bukavu hapa pembeni na guvernora. Ikala pale. Kinyumba kimoja pale. Akasema hapa sasa nafika. Akatoa mudepo. Marehemu Sikatende na wengine wote wakapewa kaeni pale. Mudepo. Habana kitu. Hakuna kiba kwa wanapata, njala inaua familia zao, shida tu. Wende uone nyumba ya Marehemu Sikatende. Uone maisha ya familia yake ilikuwa iko naishi na kingali miserable. Uende kwa mzee wetu Dunia. Uende uone. Mimi hapa niko nakwambia hivi nimefika kote huko. Ni miserable, ni njaa tu. Unaingia mnyumba unaangalia sasa hii ndio nyumba ya generale hii. Mnanuka njaa. Unaelewa? Kwa hiyo Kabila ni mtu mbovu sana, mtu mmoja wa ajabu sana. Atakupatia kidogo leo, sawa, juu ya kukuziba masikio na kukufumba macho, baadaye anakuja anakubwaga, unabakia hivyo maibobo huko unahangaika. Kwa hiyo tuwe makini sana. Hiyo ni point ya kwanza. Point ya pili, tupo kwenye habari na maelezo. Ni kwamba tumekamata vijana wetu. Neno tumewakamata ama wamejisalimisha. Ni baada ya vipigo wakakuja kujisalimisha. Sasa hawa ni waite M23 ama ni waite vijana wetu? Kwa sababu ni Wakongole. Waangalie hapo ni vijana wetu kabisa hao watoto. Na walikamatwa kwa kinguvu. Hii kamata yenye wako wanafanya ni M23. Wanawapeleka kwa mafunzo. Unaelewa? Kisha baadaye wanakuja wanawatia mstari wa mbele waende wapigane na Wakongomani. Wapiana wanasema hapana, tutapigana. Benzao wenye balikuwa kule mingi waliuliwa. Akasema hapana. Ndio biko wanatoroka. Hebu tusikilize hao. Wewe uko wote? Mimi niko wa Minova fasi kwa wanaita Buzi Bulenga. Walikukamata namna gani? Walikutana mkanisa wakaniweka kinguvu. Wakatubeba mu maformasio zao. Leo hii tumebatoroka tuko kukana bandugu yetu. Mimi niko mtoto mkaka Tindo. Ile sawa balifika Goma, bakaingia muka. Mimi mtoto soda, bakaingia muka, bakafunga wakatubeba. Mimi na bakafikia mkote kwenda kule changu. Sasa mafunzo yao si tulizoe. Ndio tutawatoroka. Na mimi niko mtoto soda. Mkaka pale mkaka Tindo. M23 kaingia tukaenda kule kwa review wakafika wakabana kumugoma ndio wakatubeba na shehe kule chanzo. Lakini leo sasa tumefika huko Masisi tunaona bana tutesa sana, tunaona tumetoroka tokea mwezi. Tunaona ile maisha yako maisha kuishi wewe basha huwa bamoya kule vitu tulikuwa nao kama tutoroke tutukie huko. Ndio Beno mtoto kwa utembo watoto kumiti tuende kumitingi tuone mitingi yao. Après mitingi wakatufungia mustari wakatubeba
huku chanzo tukateseka, promotion tunafanya mimi watu ni watesi, tunaona hapa tutaweza tukatoroka, tutakia huku kwa ndugu wetu watu kuteje mzuri, faida tutatumika na ndugu wetu, Mungu abariki tuishi tunafasi. Naam, hiyo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo. Hiyo ndio tulikuwa tuko nayo kwa jioni hii ya leo. Sasa saa 12 bwana, tutakuwa na mjadala mrefu sana na ndugu yetu mmoja. Kuna matatizo ambayo tutayazungumzia na ni jambo la heri, la muhimu sana. Ndugu zetu diaspora, Wabembe na wengine, tabia ya kusema kwamba watu mnatoka huko Afrika, mko na waume zenu vizuri, wanaume wamehangaika kwa ajili yenu, mnafika kule nje baada ya miaka miwili mnaanza kudai divorce. Mnaachana na wanaume zenu. Kwa sababu gani? Ya pesa, zile pesa ambazo kama kuna watoto wengi, ile pesa ya watoto inawachanganya akili. Mwanamke anashikwa masikio na wakwao. Unaelewa? Anaanza kufikiria kuwa anajenga kwao, kuwa anasaidia wakwao. Anasahau mume wake alimtoa huku katika shida, alipambana naye, alimsaidia kila kitu, na pili pale ya wanaume ndo tunapiganaga kutafuta pesa nauli ya kutoka sijui ni Baraka, sijui ni Lweba, sijui ni Bitobolo, sijui ni wapi, Sange, Luvungi, Kamanyola, kwenda wapi? Kwenda makambi. Mwanaume ndo anatafuta franga yeye peke, anapambana anapata tiketi, twende bibi yangu na watoto. Kufika kule mwanaume ndo yuko anacha bibi mkambi, yeye anaenda mumavile kupigana na maisha analeta beba. Lakini leo anaenda kule, ule mwanamke anaingia ma complicité kwanza za kutaka kumuelimine kwanza na bwanake. C'est grave. Ni mambo ya hatari, yani mambo yanayokukemea sana. Juu ya franga za watoto, mwanamke anacharuka. Anamkimbia bwana. Bwana anabakia hole. An complicité na familia yake ilibakia huku na venye viko nje. Hiyo ni moja. Ya pili, Babembe hapa bondo, tunakufa na nini? Mko unaoesha mwanamke mahari mnaanzia ku $40,000. Bei ya kwanza hiyo $40,000. Mnakuja mwisho $15,000. Na venovo wani sasa, hakuna mbembe mwenye anapokeaka kule $10,000. Hakuna hata mmoja na kumwezi. Tuweke tu $5,000. Omweke ni kweni kuna kosea. $5,000 bale kumwezi mbembe mwenye kumule inji. Swazi, lakini kama wapo, hawatafika 15. Sasa mwanaume aoe $15,000. Mwanamke. Mevenovo ni mwanamke gani? Makucha ya mrefu chi. Mwanamke mwenye anapika sasa yenye anajisikia. Hata kufulia nguo, hata kufanyia kitu. Hivyo tu, na après 3 mois, 4 mois, 5 mois binaisha. Muache hivyo. Haya mambo tutaongea saa 12. Ndio tumepiga story sana na ndugu yetu ambaye alipitia makubwa sana mpaka ikaniumiza roho. Nikasema hili swala tuongee na wakongomani wenzetu ili tuweze kulijadili wote kwa pamoja. So tukutanani saa 12 ambako tuna mjadala mrefu sana. Ni dakika 30 tu. Nafikiri zitatosha kuweza kumaliza huu mjadala. So ni Baraka One TV, mimi ni Vajabu Akili Kabonga, the one and only in town, DJP.